بسم الله والحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا من لدنك حفظ العلم والعمل برحمتك وإحسانك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا ومن له حق علينا، ولمن أوصانا بالدعاء، ولمن ظلمناه وسأنا إليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون المطوعين، wale ambao wanawatia aibu na kuwasema vibaya almutawwiina, wanaojitolea sadaka, min almutawwiina, wanaojitolea kwa khiari, tawan, wanaojitolea kwa khiari, min almu'minina, miongoni mwa waumini, fi sadaqati, katika kujitolea sadaka, yani miongoni mwa waumini ambao wametoa sadaka nyingi. Walladhina la yajiduna juhdahum, na miongoni mwa waumini ambao wametoa kichache, ambao hawapati, la yajiduna, hawapati, illa juhdahum, isipokuwa kwa kadiri ya kiwango kidogo ambacho wanaweza kukipata, ambacho ndio mwisho wa uwezo wao. Illa juhdahum, isipokuwa kiwango kidogo wanachoweza kukipata kwa mwisho wa uwezo wao au kwa kadiri ya uwezo wao. Fayaskharuna minhum, wanawafanyia hao istihzai na kuwadhalilisha na kuwafanyia maskhara. Sakhira Allahu minhum, na Allah na yeye anawafanyia vile vile maskhara wanafiki hao. Walahum adhabun alim, na ni juu yao wanafiki hao adhabu yenye machungu makali. Istaghfir lahum, waombee msamaha. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waombee msamaha. Au la tastaghfir lahum, au siwaombee msamaha, ni sawasawa. Lan yaghfira, in tastaghfir lahum, ikiwa utaombea msamaha 70 maratan, mara nyingi. 70 mara inakusudiwa mara nyingi, hata ikifikia 70 au mara nyingi mfano wa 70. Falan yaghfira Allahu lahum, Allah hatowasamehe. Dhalika biannahum kafaru, imekuwa hivyo kwa sababu wao wamekufuru billahi, kumkufuru Allah, wa rasulihi, na wamemkufuru vile vile mtume wake kwa siri kabisa, wakaficha ukafiri wao. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin, na Allah hawaongozi katika haki watu ambao wametoka katika taa yake. Maana ya aya hizi mbili, alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati, maana yake kwanza amesema sababu nuzul ya aya hii, alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati, an abi sa'id radiyallahu anhu qala, kutoka abi mas'ud radiyallahu anhu qala, lamma umirna, tulipoamrishwa sisi, yani masahaba, bisadaqati, kutoa sadaka, yani katika aya zilizokuja kuamrisha watu kutoa sadaka, au aya zilizomwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuchukua sadaka kutoka kwa mali za masahaba. Anasema kunna natahamalu. Katika riwaya nyingine imekuja tafsiri ya neno natahamalu ni kwamba walikuwa masahaba hawana uwezo wa kutoa sadaka na watu wameamrishwa kutoa sadaka, kwa hiyo wakawa wanatoka kwenda katika masoko kwenda kubeba mizigo, kwa kukunuia kabisa kwamba mtu anakwenda kubeba mizigo ya matajiri ili apate pesa aje atoe sadaka. Hii ni tofauti kubwa kabisa kati ya masahaba na sisi. Sisi tunachokijua ni mtu kutumia, halafu kinachobaki ndo mtu anatoa sadaka, na hicho wakati mwingine anakuwa mzito. Masahaba wao walikuwa wanatoka kwenda kazini kwa ajili ya kupata pesa ili pesa ile waitoe katika sadaka. Kwa hiyo kunna natahamalu, tulikuwa sisi tunabeba mizigo ya watu katika masoko ili tupate pesa ya kutoa sadaka. Fajaa Abu Aqil binisfi sa'in, akaja Abu Aqil baada ya kurudi sokoni akawa amepata nusu ya pishi. Nusu ya pishi hivi sasa haifiki shilingi 5,000, yani kiwango cha pesa ambacho unaweza kununulia mchele labda wa nusu pishi haifiki shilingi 5,000. Wajaa insanu, na akaja mtu mwingine, biakthara minhu, na pesa nyingine nyingi kuliko hiyo.
Faqala almunafiquna, wanafiqi wakasema, inna Allaha la ghaniyun an sadaqati hadha, Allah hahitaji sadaka ya maskini huyu alikuja kutoa nusu pishi ya ngano, halafu wama faala hadha, na huyu hakufanya al-akhar, huyu mwingine, illa riaan, isipokuwa kutaka kuonekana kwamba yeye ana mali nyingi. Kwa hiyo wakawa wanawasema almutawwi'ina, wale wanaojitolea sadaka, minal mu'minina, miongoni mwa waumini ambao si wanafiki, wale ambao wana kingi ukawasema kwamba hawanajionyesha, na wale ambao wana kidogo wakasema sasa kitu hichi kinasaidia nini mbele ya Allah jalla wa ala. Fanazalat, ikateremka aya alladhina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati. Na vile vile imepokewa kwa Ka'b bin Malik radhiallahu anhu, ambaye tutamuelezea huko mbele katika kisa cha watu watatu kama tutafika katika aya hizo, fil hadithi thalathati alladhina khulifu, katika hadithi au kisa cha watu watatu ambao waliachwa nyuma katika vita vya Tabuk na wala hawakuwa wanafiki wao. Qala, anasema katika kuelezea kisa kile, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika, wakati Mtume sallallahu yupo katika hali hiyo, raa rajulan mubidhan, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwona mtu ambaye alivaa nguo nyeupe, alikuwa nguo zake ni nyeupe sana, yazulu bihi surabu, kama kwamba anatikisika, yani anakuja mtu kwa mbali, anaonekana anatikisika kama kwamba anakuja. Faqala, akasema, kun aba khaythama, huwa aba khaythama, faidha huwa aba khaythama al-ansari, tahamaki yule mtu akawa ni abu khaythama al-ansari, wa huwa alladhi, na ndio ambaye tasaddaqa biswa'in, alitoa sadaka ya pishi moja, atamri, ya tende, hina lamazahu almunafiquna, wakati walipokonyezana wanafiki kwa kumsema vibaya kwamba na yeye huyu anatoa kitu gani, pishi moja basi ndio kuja kutoa sadaka kumletea Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake. Kwa hiyo inaonekana kwamba hadithi hii ni dalili kwamba zaidi ya sahaba mmoja katika wale waliokuwa wanaleta kichache, kila alikuwa analeta kichache, kama ilivyotokezea kwa Abu Aqil, vile vile imetokezea kwa Abu Khaythama. Abu Aqil alileta nusu ya pishi ya tende, na Abu Khaythama alileta pishi moja ya tende. Wanafiki kila alikuwa akileta katika hawa mafakiri miongoni mwa waumini wasiokuwa wanafiki walikuwa wanakonyezana na kutizamana machoni na kuambiana, na huyo naye muoneni alichokileta, na huyo naye muoneni kile alichokileta. Kwa hiyo Allah jalla wa ala anasema alladhina yalmizuna almutawwi'ina, maana yake almunafiquna alladhina yaibuna almutawwi'ina min almu'minina alaghniya fi sadaqatihim alkabira, wanafik ambao wanawatia aibu wanaojitolea sadaka kwa khiari miongoni mwa waumini matajiri katika sadaka zao nyingi. Fayazumuna annahum yurauna biha, wakidai kwamba hawa wanaotoa kingi wanatoa ili waonekane. Walladhina la yajiduna illa juhdahum, na wale ambao hawana walichonacho isipokuwa kichache mwisho uwezo wao. Fayaskharuna minhum, wote hawa wanawafanya maskhara, ai wayaibuna, na vile vile wanawatia aibu na kasoro na kuwasema vibaya. Aidan vile vile almutawwi'ina, wale wanaojitolea, min almu'minina alfuqara, katika waumini mafukara ambao tulisema walikuwa wanakwenda sokoni ili wafanye kazi wapate chochote waje wakitoe sadaka. Alladhina la yajiduna ma yatasaddaquna, ambao walikuwa hawapati chochote cha kutoa bihi, kukitolea sadaka, illa shay'an yasiran, isipokuwa kitu kidogo, biqadri taqatihim, illa juhdahum, manake illa biqadri taqatihim, isipokuwa kwa mujibu wa uwezo wao mdogo. Vile vile fayastahzi'una bihim, wakawa wao wanawafanyia shere na kuwafanyia istihzai na dharau. Sakhira Allahu minhum, Allah na yeye anawafanyia dharau vile vile wanafiki, malipo ile dharau yao wanawafanyia waumini. Maana yake sakhira Allahu min haulai munafiqin, Allah naye atawafanyia maskhara wanafiki hawa, fi muqabili sukhriyatihim min almu'minina, kwa kujibiza mapigo ya vile wao wanavyowadharau waumini, kama ambavyo Allah amesema katika suratul munafiqun, katika suratul Baqara na suratul munafiqun. Allah amesema, wa idha laqul ladhina amanu, wanafiq wanapokutana na wale ambao ni Waislamu, qalu amanna, husema kwamba sisi ni waumini. Wa idha khalau ila shayatinihim, na wanapokwenda kwa viongozi wao mashetani wao wa kibinadamu, qalu inna ma'akum, huambia kwamba sisi tupo pamoja nanyi. Innama nahnu mustahzi'un, sisi ni watu wenye kufanya istihza, yani wenye wao walikuwa wanajilebo kwamba wao ni watu wanaofanyia shere na kuwafanyia inda na kuwafanyia dharau waumini. Allahu yastahzi'u bihim, Allah subhanahu wa ta'ala ndio kweli ambaye yeye anawafanyia hivi sasa istihzai, na ataendelea kuwafanyia istihzai mpaka siku ya kiyama. Halafu akasema walahum adhabun alim, na Allah akasema kwamba hawa
watafanywa istihzai na Allah, na pia watapata adhabu inayoumiza huko akhera. Aywa lilmunafiqina yawma alqiyamati adhabun mu'limun fi nari jahannam, na ipo kwa ajili ya wanafiki siku ya Kiyama adhabu yenye machungu katika moto wa Jahannam. Halafu Allah akaelekeza maelekezo yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, waombee msamaha au usiwaombee msamaha. Ai, maana yake sawaun talabta ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni sawasawa ikiwa utaomba ewe Muhammad lihaulai almunafiqina almaghfirata, ikiwa utaombea msamaha kwa Allah, kuwatakia msamaha wasamehewe na Allah, au lam tatlubha lahum, au ikiwa hukuombea msamaha, falan yaghfira Allahu lahum, Allah hatowasamehe wanafiki hawa ambao wamenuia na kukusudia kabisa katika nafsi zao kuwafanyia istihzai waumini na kuficha ukafiri wao na kudhihirisha Uislamu. Kamwe Allah hatoweza kuwasamehe makosa yao. Yani Ibn Abbas, kutoka Ibn Abbas, an Umar bin al-Khattab, kutoka kwa Ibn Abbas amepokea kutoka kwa Umar bin al-Khattab radhiallahu anhum, annahu qala, kwamba amesema Umar bin al-Khattab lamma mata, alipofariki Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ambaye alikuwa ndio kiongozi wa wanafiki, alikuwa anatarajia kushika wadhifa kabla ya kuja kwa Mtume sallam Madina, alafu Mtume sallam akachukua wadhifa huu kutoka kwake. Alivyofariki, duia lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli alayhi, aliitwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mtoto wa Abdullah ibn Ubay ili ende akamswalie. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliposimama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili ya kumswalia, anasema wathabtu ilaihi, nilikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fakultu, nikamwambia ya Rasulullah, ewe Allah, anikwenda na nikamnong'oneza Mtume kumwambia atusalli ala ibn Ubay, ibn, nataka kumsalia ibn Ubay bin Salul ambaye ni mashuhuri kwa unafiki wake. Waqad qala yawma kadha wa kadha kadha wa kadha, na siku fulani alisema maneno kadha, na siku fulani alisema maneno kadha. Anasema uaddidu alayhi, Sayyidina Umar anasema nikawa ninamtajia kwa idadi Mtume sallallahu qawlahu, maneno ya ibn Ubay bin Salul. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kifua chake kipana na kwa uwezo wake wa kubeba matusi na matatizo ya wafuasi wake, akawa anatabasam kutokana na kauli ya Umar ambazo alikuwa anamkumbushia ubaya wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul, raisul munafiqin. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasam, halafu waqala akhir anni ya Umar, kamwambia nipishe, jiepushe na mimi, jitenge ewe Umar. Falamma akthartu alayhi, anasema nilipomzidishia kuendelea kumwambia maneno na maneno, kala, akasema inni khuyirtu fakhtartu, mimi Mola wangu amenipa option na mimi nimeshachagua. Yani Mola wangu amenambia istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, na mimi nimechagua kuombea msamaha. Lau a'lamu, na laiti mimi ningalikuwa ninajua, anni inzidtu ala 70 yughfaru lahu, ikiwa nitazidisha zaidi ya mara 70 atasamehewa huyu mnafik, lazidtu alaiha, ningalizidisha ili yeye apate kusamehewa. Yani moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam haukuwa ukibeba chuki hata kwa watu ambao walikuwa wameshathibitishiwa kwamba watu hawa ni motoni. Hii ni tofauti sana na namna ambavyo leo waumini kwa waumini tunatuhumiana na kufika pahali anapofariki mtu hali ya kuwa hayupo katika msimamo wetu, watu wanatangaza furaha na wanabashiriana na kupeana taarifa, bali hata wakiwa hai watu fulani wakiwa wamefungwa kwa sababu hawaendani na vile tunavyoamini sisi Waislamu. Tumekuwa tunafurahi na tunatangaza furaha hizo katika mimbari na kadha na kadha. Hizi si katika tabia za Kiislamu, bali Mtume sasa anatufundisha kwamba laiti ingalikuwa rais wa wanafiki ana nafasi ya kumwombea msamaha kwa Allah na kusamehewa, angalifanya hivyo. Na jambo hilo pamoja na kwamba halikuwa likimpendezesha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Mtume sallallahu anatufundisha ule ubinadamu. Kuna sheria na mkondo wake, sheria inapita mkondo wake kwa mujibu anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu anatufundisha maana ya ubinadamu na kukaa vyema na watu wengine. Anasema lau a'lamu anni inzidtu ala 70 yughfaru lahu lazidtu alaiha. Qala, anasema Umar, fasalla alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma insarafa, Mtume akasalia jeneza ya Ibn Ubay, halafu Mtume akaondoka. Falam yankus, hapakupita muda illa yasira, isipokuwa muda mchache, hatta nazalatil ayatani min Baraa, mpaka zikashuka aya mbili katika sura ya Baraa. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala usisali kumsalia
na kumwombea dua juu ya mmoja wao wanafiki. Yoyote yule ambaye atakufa, jambo hilo usilifanye milele. Wala takum ala qabrihi, wala usisimame katika kaburi yake. Innahum kafaru billahi, kwa sababu hawa wanafiki walimkufuru Allah kwa siri, wa rasulihi, na walimkufuru mtume wake, wamatu wahum fasiqun, na wamekufa hali ya kuwa hawajatubia wakawa nje ya taa ya Allah. Qala, anasema Umar, faajibtu, nikajishangaa mimi mwenyewe, baada ya kuteremshwa aya hizo, min jur'ati, kwa ule uthubutu wangu, ala rasulillahi, kumwendea mtume sallallahu alaihi wasallam, yaumaidhin, siku ile, wallahu wa rasuluhu a'lam, na Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Anasema jalla wa ala, in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum, ikiwa utawaombea wao msamaha kwa Allah mara 70, basi Allah hato wasamehe milele wao. Ay in tas'alillah almaghfirata ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikiwa ewe mtume utawaombea wanafiki msamaha, lidhunubi haula almunafiqina, kwa ajili ya kusamehewa wanafiki hawa makosa yao, 70 maratan, mara 70, falan yasturaha Allahu alayhim, Allah hatu wasamehe, walan yatajawaz an muakhadhatihim, wala Allah hatu yachupa akaepukana na kuwapatiliza kutokana na makosa yao hayo. Mfano wake ni kama ambavyo Allah amesema katika sura Munafiqun, sawaun alayhim, ni sawasawa kwa wao, astaghfarta lahum, ikiwa utawaombea msamaha, am lam tastaghfir lahum, au ikiwa hutowaombea msamaha, lan yaghfira Allahu lahum, Allah hatuwasamehe. Inna Allaha la yahdi alqawma alfasiqin, hakika Allah hawaongozi katika kuelekea kutenda matendo mema yatakayosababisha kupata rehma zitakazoingiza katika pepo watu ambao wametoka katika taa yake, yani mafasiq. Dhalika biannahum, Allah akasema illa ya kwamba wao hawatosamehewa madhambi yao hata wakiombewa msamaha. Hivyo imekuwa hivyo kwa sababu kafaru billahi wa rasulihi, wao wamekufuru kumkufuru Allah na mtume wake. Ay adamu maghfirati llahi dhunuba almunafiqina, sababu ya kuto kuwapatia Allah msamaha wanafiki, bisababi kufrihim, kwa sababu ya ukafiri wao, billahi, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa birasulihi, na kumkufuru mtume wake alayhi salatu wassalam. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin, na Allah hawaongozi watu ambao wametoka katika taa yake. Ay wallahu la yuwaffiqu lilimani, Allah hawawafikishi, sio kwamba hawaongozi kwa maana kwamba hawathibitishii ipi njia ya haki na ipi njia ya batil. Hiyo watu wote wanafundishwa, inna alaina lalhuda wa inna lana lalakhirati walula, au wahadainahu sabila, mwanadamu ameongozwa kufahamu ile hidayatu albayan, kubainishiwa njia ipi ni ya haki na njia ipi ni ya batil, jambo lipi linafaa na jambo lipi halifai. Hili wanafiki pia wamefikishiwa na wameelewa, lakini hidaya ambayo wamenyimwa ni hidayatu tawfiq. Ai amesema wallahu la yuwaffiqu, Allah hawafikishi, ndio maana la yahdi lilimani, kuelekea katika imani, bihi, kumwamini yeye, wa birasuli, na mtume wake, alqauma alkharijina an taati, watu ambao ni mafasiki waliotoka katika taa yake, almu'thirina lilkufri bihi, ambao wamependelea zaidi kumkufuru Allah, almusirrina ala fisqihim, ambao wanaendelea na kupenda kuendelea katika kutoka kwao katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa faida za aya hii au aya hizi mbili, alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina, anasema yoyote yule ambaye atakuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo la khiyari, man tatawwa bi khaslati min khisali khair, katika mambo ya khairi, fa inna alladhi yanbaghi huwa i'tina'u, kinachomfaa kwake yeye mtu huyo ni i'anatuhu, ni kumsaidia, watanshituhu ala amalihi, na kumtia hamasa na kumhimiza katika kazi yake. Na hawa wanafiki wao walipoona watu wanafanya mambo ya kheri, wao walikuwa wanawarejesha nyuma na kuwakatisha moyo na kuwavunja katika safari yao ya kheri. Kwa wale waliotoa kingi walisema hawa wanajiona au wanajionesha, wanataka waonekane, na hawa walitoa kichache wakasema kwamba sadaka hii haitokubaliwa mbele ya Allah kwa sababu Allah hahitaji sadaka kidogo kiasi hichi. Pia amesema alladhina yalmizuna almutawwi'ina fi hadhihi alaya, katika aya hii dalalatun, kuna dalili ala anna lamza almu'minina was-sukhriyata minhum, kwamba kuwakopera waumini na kuwadhalilisha na kuwanyongesha, min alkabairi, ni katika madhambi makubwa, kwa sababu dhambi inajulikana kwamba hii ni katika dhambi kubwa, imma kwa kuwekewa haddin min hududillah, sheria katika sheria za Allah, kama zilivyo dhambi za kuzini au kuiba
au kuwa jambazi, kupora watu na kutishia watu majina, mfano hizo ambazo zimekuja na hudud. Au inajulikana kwamba dhambi hii ni kubwa kwa kuwekewa alwa'd, Allah kuahidi makemeo kwamba atakayefanya dhambi hii atafanyiwa kadha na kadha huko akhera. Kwa hiyo hapa kuna wa'di ndani yake, alladhina yalmizuna almutawwi'ina, imekuja kwamba watu hao walahum adhabun alim, watapata adhabu kali siku ya Kiyama. Kwa hiyo inajulisha na kuonesha kwamba dhambi ya kuwakopera waumini na kuwasema vibaya na kuwatia aibu na kuwasengenya na kuwadhalilisha kwa sababu ya jambo wanalolifanya katika mambo aliyoamrishwa na Allah na mtume wake, dhambi hiyo ni katika madhambi makubwa kabisa ambayo muumini anatakiwa ajiepushe nayo. Na kuna nukta muhimu, Allah amesema alladhina yalmizuna almutawwi'ina, walikuwa wameshaingia matajiri na maskini, alladhina yalmizuna almutawwi'ina fi sadaqati, lakini halafu Allah akawataja kwa maalumu, walladhina la yajiduna illa juhdahum, wale ambao hawamiliki kitu isipokuwa kichache kabisa na hicho wanakitoa. Hapa inaonyeshwa namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anapokea sadaka za watu wanyonge, na wala kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakipotei. Mtume sasa amesema hakika Allah hupokea sadaka ya mmoja wenu, halafu Allah akaikuza mpaka ikawa mfano wa wanyama waliojaa katika jangwa. Kwa sadaka ya mtu ndogo Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akaipokea na malipo yake yakaendelea na kuendelea mpaka ikawa hayana mwisho katika Allah akalipa anavyojua yeye, kwa sababu amesema mathalul ladhina yunfiquna fi sabilillahi, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin, mfano wa mtu anayetoa mali yake kwa njia ya Allah ni mfano wa punje moja au nafaka moja, ambatat 7 sanabil, ambayo imetoa mashuke 7, fi kulli sumbulatin 100 habba, katika kila shuke moja kupatikana nafaka 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, halafu Allah humuongezea amtakaye hapo. Kwa hiyo watu siku ya Kiyama wanaweza wakaja wakashangazwa kwa vile vitu vikubwa walivyovitoa wakavitarajia kwamba vitaokoa, na vitu vidogo walivyovitoa pasi na kutarajia chochote, alafu kile kidogo kikawa kina thamani zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika aya hii kuna ishara hiyo, walladhina la yajiduna illa juhdahum, na pia ni kwa sababu wale ambao wametoa kidogo ni mahallu sukhria, ndio wanastahiki zaidi kudhalilishwa na kunyongeshwa. Kwa hiyo Allah akawataja kwa umaalumu na kuonesha kwamba anajali kile kitu kidogo ambacho kinatolewa na masahaba hawa. Halafu akasema jalla wa ala, fariha almukhallafuna, wamefurahi watu ambao wamekaa nyuma hawakwenda katika jihadi, bimaq'adihim khilafa rasulillahi, kukaa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani kutokwenda katika vita vya Tabuk. Wakarihu, na wakachukia, an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, kupambana katika njia ya Allah kwa kutumia mali zao na nafsi zao, yani roho zao, fi sabilillahi, katika njia ya Allah. Waqalu, na pia wakatumia fursa hiyo hiyo ya wao kutokwenda, halafu wakawa wanawaambia na watu wengine, la tanfiru fil harri, msitoke kwenda kupambana na Waroma katika wakati huu wa joto kali. Qul, waambie, naru jahannam ashaddu harra, moto wa jahannam una joto zaidi kuliko joto lililoko wakati huu katika ardhi ya Sham. Lau kanu yafqahun, laiti wao wangalikuwa wanafahamu mambo kwa undani wake. Falyadhaku qalilan, basi na wacheki kwa muda mfupi. Waliyabku kathiran, na walie kwa muda mrefu ujao. Jazaan bima kanu yaksibun, na hayo ni malipo kwa yale waliokuwa wao wakiyatenda. Amesema katika tafsiri aya hii, fariha almukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi, manaki fariha almunafiquna, wamefurahi wanafika, alladhina tarakahumullahu, ambao Allah aliwazuia wasiende katika jihadi, walam yuwaffiqhum liljihad, na Allah hakuwafikisha kwa jihadi, biqu'udihim, kwa kule kukaa kwao wao walifurahi, baada khuruji rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, yani ile khilafa rasulillahi ni baada ya kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam ila Tabuk, kuelekea katika vita vya Tabuk, mukhalifatan, kwa kwenda kinyume, minhum, kwa wao wanafiki hao, liamrihi, kwa amri yake mtume sallallahu alaihi wasallam, linuhudh liljihad, ya ile kuhimizwa kwenda katika jihadi, linuhudh liljihad, amri ya mtume iliyokuja kuwahimiza kwenda katika jihadi. Wakarihu, na wao wamechukia, an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, kupambana katika jihadi kwa kutumia mali zao na roho zao katika njia ya Allah. Maana yake wakariha haula almunafiqun, wanafiki hao wamechukia, an yujahidu, kwenda katika jihadi, al-kuffara, kupambana na makafiri, bibadhli amwalihim, kwa kutoa mali zao, wa ghazwihim,
na kupambana nao bianfusihim, kwa roho zao, linusrati dini llahi, kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa i'la'i kalimatihi ta'ala, na kwa kuinua neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalu, na wakawa wanasema kuwahimiza wenzi wao kule Madina, la tanfiru fil harri, musitoke kwenda katika jihadi katika zama hizi za joto kali. Ai waqala almunafiquna ba'dhum li ba'd, wao kwa wao wanafiki walikuwa wanaambiana, la takhruju ma'a almuslimina, musitoke pamoja na waumini, ila Tabuk, kuelekea katika vita vya Tabuk, lighazwi Rumi, kwenda kupambana na Roma, wa fi waqti shiddati alhar, fi waqti shiddati alhar, katika wakati ambapo joto limepamba moto. Qul, waambie we Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naru jahannama ashaddu harra, maana yake qul ya Muhammadun alayhi salatu wassalam, lilmunafiqina, kuambia wanafiki, alladhina yata'allaluna, ambao wanatoa sababu, anil jihadi, ya kuepukana na jihadi, bisababi shiddati alharri, kwamba sababu inayozuia kwenda katika jihadi ni joto kuwa kali. Waambie naru jahannama allati yadkhuluha, moto wa jahannam ambao watauingia wao, fil akhirah, huko akhera, man khalafa amra Allah, kila ambaye amepinga na kwenda kinyume na amri ya Allah, wa asa rasulallahi, na akamuasi mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, ashaddu hararatan, ni wenye joto zaidi, min harri dunia, kuliko joto la duniani, alladhi la turiduna annafara fihi, joto ambalo nyinyi hamutaki kutoka ndani yake. Fattaquha, basi liogopeni joto hilo la moto wa jahannam, biljihadi, kwa kuweka baina yenu na moto huo kizuizi cha kufanya jihadi. Yani fanyeni jihadi, kwamba ndio kitu mnachotanguliza mbele ya Allah, ili kikuokoeni kutokana na moto huo wenye joto kubwa zaidi kuliko joto hili ambalo mnakataa kwenda katika jihadi kwa sababu ya joto hilo. Walau kanu yafqahun, laiti ingalikuwa wanafahamu mambo kwa undani wake, wangalifahamu haya. Lau kana haula almunafiqun, laiti wanafiki hawa, yafahamuna anillahi ta'ala, wanafahamu kuhusiana na mambo ya Allah, wayaqiluna kalamahu, na wanaweza kuzitia akilini na kuzingatia na kufahamu maneno yake, lanafaru ma'a rasuli, wangalikwenda pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, fi sabilillahi fil harri, katika njia ya dini ya Allah katika joto, liyattaqu bihi, ili waweze kujiwekea kinga kwa kutumia joto hilo na jihadi hiyo, harra jahannama, joto la moto wa jahannam, alladhi huwa adhaafu adhaafi hadha, ambayo ni zaidi na zaidi ya joto hili. Walamma farru min almashaqqati alkhafifati almunqadhiyati, na wao walipokimbia tabu na matatizo mepesi ya muda mfupi yenye kukatika yasiyodumu, wao wamekimbia ila almashaqqati shadidati addaima, kuelekea katika mashaka na tabu na dhiki kali na kubwa yenye kuumiza na yenye kudumu. Mfano wake ni kama ambavyo Allah amesema, innal ladhina kafaru, hakika wale waliokufuru, biayatina, kuzikufuru dalili zetu, sawfa nuslihim nara, tutawaingiza katika moto, moto ambao kullama nadhijat juluduhum, kila itakapoiva ngozi zao, badalnahum juludan ghairaha, tutawabadilishia ngozi nyingine, liyadhuku aladhaba, ili waweze kuonja adhabu katika moto wenye joto kali. Na amesema Abi Huraira radhiallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, narukum hadhihi, moto wenu huu, allati yuqidu ibnu adam, ambao huukoleza na kuukoka akautumia mwanadamu, anaukoleza mwanadamu, juz'un min 70 juz'an min harri jahannam, ni sehemu katika sehemu 70, yani sehemu nyingi katika mafungu ya moto wa jahannam. Qalu, wakasema, wallahi, tunaapa kwa jina la Allah, in kanat lakafiyatan ya Rasulullah, moto huu unatosheleza mtu kuadhibiwa. Qala, akasema, fa innaha fudilat alaiha, hakika ule moto wa jahannam umeongezewa, bi69 juz'an, mara 69 zaidi kuliko moto huu wa duniani. Kulluha mithlu harriha, kila mara moja katika hizo mfano wake ni sawa na ukali wa moto huu wa duniani. Wa an Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, Nu'man amesema kwamba Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema, inna ahwana ahli nnari adhaban, hakika ya mtu ambaye atakuwa na adhabu ndogo kabisa katika watu wa motoni, yauma alqiyama, siku ya kiyama, la rajulun, ni mtu, tudau fi akhmas qadamaihi jamratani, mtu ambaye atawekewa
katika sehemu ya nyayo za miguu yake makaa mawili, yughla minhuma, na itatokota kutokana na athari na moto wa makaa mawili hayo, dimaghuhu, ubongo wake ulioko kichwani. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, vile vile mpokea hadithi kutoka Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, qala inna adna ahli nnari adhaban, hakika mtu wa chini kabisa atakayeadhibiwa siku ya Kiyama katika moto, katika watu wa motoni, yantailu bina'alaini, atawekewa viatu mfano wa viatu viwili, min nar, vinavyotokana na moto, yaghli dimaghuhu, na utatokota ubongo wake, min hararatin alaihi, kutokana na joto la viatu vyake hivyo vilivyo katika miguu yake vya moto wa Jahannam. Hii anaonesha namna gani naru jahannama ashaddu harra, moto wa Jahannam una joto kali zaidi kuliko joto lililoko kutoka kwenda katika vita vya Tabuk. Kwa hiyo hii inatufundisha sisi waumini pia taabu tunayoipata katika kuelekea katika swala ya dhuhuri katika siku za joto kali, au taabu katika swala ya alfajiri katika siku za baridi kali, chochote kile kilichoko akhera ni kikali zaidi, kwa sababu katika yanayosemwa na wafasir ni kwamba motoni kuna joto kali kama ambavyo motoni kuna baridi kali. Wakitafsiri baadhi ya wanachuoni, la yarauna fiha shamsan wala zamharira, wamesema shamsan ni joto linalotokana na jua, na zamharira ni baridi kali iliyoko katika majangwa, miongoni mwa majangwa ya moto wa Jahannam. Na mtu anaweza akawa hapati picha namna gani baridi inaadhibu, mpaka siku moja a experience sehemu ambapo kuna baridi ima zero au negative zero, halafu aone maisha yanakueje mtu kuishi hapo. Allah subhanahu wa ta'ala amesema la yarauna fiha shamsan wala zamharira. Wamesema baadhi ya wafasiri kwamba zamharira ni baridi kali ambayo itakuwemo katika Jahannam, katika majangwa, miongoni mwa majangwa ya Jahannam, waliyadhu billah. Akasema thumma qala jalla wa ala, halafu Allah akasema falyadhaku qalila, basi na wacheke kwa muda mfupi, waliyabku kathiran, na walie kwa muda mrefu sana, jazaan bima kanu yaksibun, hayo ni malipo kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Falyadhaku qalila waliyabku kathira, falyadhaki almunafiquna, na wacheke wanafiq, qalilan, kwa muda mfupi, fi hadhihi dunya zaila, katika maisha ya dunia hii yenye kuondoka, waliyabku fil akhirah, na walie katika akhira, al-abadiyya, ambayo ni ya kudumu, kathiran, kwa sana na kwa muda mrefu, fi nari Jahannam, katika moto wa Jahannam, jazaan bima kanu yaksibun, hayo ni malipo kwa wale walikuwa wakiyatenda, wakiyachuma kwa mikono yao. Fasayabki almunafiquna, basi watalia wanafiki, kathiran, sana na muda mrefu, fil akhirah, kwa akhira, jazaan min Allah, yakiwa ni malipo kutoka kwa Allah, lahum, kwa wao, bisababi ma kanu yaamalunahu fi dunya, kwa sababu ya yale walikuwa wakiyatenda wao katika dunia, min alkufri, kama vile ukafiri, wa nifaqi, na unafiki, wal maasi, na maasi aina mbalimbali. Amesema kwamba kauli yao walikuwa wanasema, waqalu, aliposema Allah waqalu la tanfiru fil har, halafu Allah akasema qul naru jahannama ashaddu harra. Tunajifundisha kwamba mtu kama kuna jambo hawezi kulistahimilia katika mambo ya tabu hapa duniani, basi akumbuke yale ambayo yako akhera. Akumbuke mwanadamu huyu kwamba ikiwa hawezi kusubiri juu ya mathalan joto la jua lililopo hapa duniani, ajikumbushe kwamba hawezi zaidi mtu huyo kukumbuka yale, kusubiri yale yaliyoko kwa akhera. Vile vile yule ambaye hawezi kufunga Ramadhani kwa sababu ya kutokuweza kustahimili njaa, akumbuke njaa ya watu watakapofufuliwa, au kiu yake wakati huo, au chochote kile katika mtu ambacho jambo analiona ni kubwa, ni zito hapa duniani, akumbuke kama ambavyo wamekumbushwa wanafiki hawa waliposema kwamba wasitoke katika joto, wajue kwamba joto lililoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kali zaidi. Kwa hivyo tunajifunza kwamba mtu atangulize radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya Allah na mtume wake kuliko chochote kile ambacho kinatakiwa na nafsi yake. Priority yake ya kwanza iwe ni amri, ni kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wallahu a'lam wa ahkam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kama kuna maswali fatafadhalu mashkurin maajurin. Naam. Kabla watu hawajaanza kuuliza maswali, kulikuwa na swali la Sheikh Wajihi alilouliza jana kuhusiana na ilmu ya Allah, kwamba Allah alikuwa anajua kwamba hawa watu
hata akiwapa mali anajua kwamba wataharibikiwa, lakini mbona kawapa? Jawabu la kwanza ni kwamba ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala haizuii kumpa mtu au kutokumpa. Sunna ya Allah kwenye kutoa sio kwamba ikiwa kitu ni kibaya kwako hakupi na kiwa kizuri anakupa, sio hivyo. Wamepewa kina Qarun huko nyuma na Firaun na Haman katika mali nyingi, na alikuwa Allah anajua kabisa kwamba hawa mali zitawapelekea kufanya tughyan, bali Allah yani hili swala tuseme kwamba asli yake ni swala fasidi, yani lenyewe halina mantiki, kwa sababu sio kwamba halina mantiki logically, halina mantiki katika Uislamu, kwa sababu unapouliza kwa nini Allah kafanya kitu fulani na kitu hicho Allah anajua kwamba kitaleta madhara, yani kwa nini Allah amemuumba Ibilisi, kwa nini Allah ameumba nguruwe, pombe, zinaa na kadha na kadha katika maasi, na anajua Allah. Hiyo swali linakuja katika msingi, kwa nini Allah amemuumba binadamu hali ya kuwa anajua wengi katika binadamu wataishia kwenda motoni? Kwa nini? Na Allah haulizwi, la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Ndo jawabu lake la msingi, kwamba Allah anapofanya kwa hikma zake haulizwi yeye. Sisi hatuna mamlaka ya kumhoji kwa nini Allah amefanya kitu fulani, na kila alichokifanya ni kwa hikma zake ambazo sisi hatuwezi kujua, hatuwezi kufahamu. Lakini lilo swali kimsingi linakuja kwamba kwa nini Allah hakuwafanya watu wote ni malaika? Laiti ingalikuwa ni hivyo, maana yake watu wote wangalifanywa malaika, na ulimwengu huo Allah kashauumba, akatuumbia sisi ulimwengu wa hasara. Innal insana lafi khusr, vile ninavyoambiwa kwamba mwanadamu ajue kiwango chake, mwanadamu ajitambue kwanza, halafu ndo amtambue Mola wake. Mwanadamu nafasi yake yeye, ameumbwa kiumbe mwenye hasara, ameletwa katika hasara, mpaka wakasema katika watu walikuwa huko nyuma, kuna watu walikuwa wanaitwa Qadaria, sio Kadiria. Kadaria na Kadiria tofauti. Kadaria huko zamani walikuwepo, ambao walikuwa hawaamini qadar. Wao wanasema kwamba kila kitu ni taa, kwa sababu Allah akiwa amekupangia wewe ufanye dhambi au kama hivyo, yeye ndo aliyepanga na yeye alikuwa anajua, kwa hiyo zote ni taa. Mmoja katika viongozi wa madhahabu haya aliishi na hiyo itikadi yake mpaka mtoto wake alipopewa mimba, akaambiwa mtoto wake wa kike amepewa mimba, akakasirika, akamwambia si umesema vyote hivi ni taa? Huyu amefanya taa kwa sababu kama amemwasi Allah kwa amri yake, amemtii Allah katika qadar. Ndio unavyotufundisha kila siku. Ndio akatoka katika madhabu yake, akaanza kusema kwamba mwanadamu anachokifanya anachagua mwenyewe. Kwa hiyo mwanadamu ana khiari. Ilmu ya Allah ile azali, ile ya asili tokea mwanzo, haimzuii wala haimshawishi mtu kufanya chochote kile, haimzuii wala haimshawishi. Mfano wake ni kama mwalimu anapokuja darasani akakwambieni, walillahi almathalul a'la, anaposema mwalimu kwamba someni, na akasema kwamba fulani atafaulu na atapata division 1 na fulani atafeli, ile elimu ya mwalimu na uzoefu wake haijamzuia yule aliyoambiwa apate division 0 kupata division 4 au 3 au 2 au 1, haijamzuia kabisa, hata kidogo haimuathiri elimu ya mwalimu. Kwa hiyo ilmu ya Allah haimuathiri mwanadamu katika uchaguzi wa matendo yake, bali mwanadamu anajichagulia mwenyewe afanye vipi, lakini ilmu ya Allah inajua kwamba mwanadamu huyu maisha yake yatakushia vipi, kila mmoja wetu. Lakini ile mtu kufanya sasa, Allah akasema sasa, kwa sababu ameshafanya, kwa sababu ya kosa lao hili wataadhibiwa kwa kosa hili, ndio tunaita ilmu dhuhur. Sasa kitu kinakuja kinadhihiri, kila mtu anakiona na kijua, na hizo tumeshazipita mara nyingi aya hizo. Kwa hiyo kimsingi au kwa ufupi tunasema kwamba tunapoanza kuuliza maswali hayo, kwa nini iwe Allah alikuwa anajua kwamba hawa watu watafatikia hivi, halafu imefikia ndio Allah anaeleza hivi, na anaeleza kwamba hawa watu tokea mwanzo walikuwa wanaficha ukafiri wao, walivyoahidi walikuwa wanaahidi hali ya kuwa ni waongo, na Allah akawapa hicho walichoahidi, halafu hawakutekeleza. Kwa sababu hiyo sasa wanaadhibiwa adhabu kubwa zaidi ya kufanywa wawe wanafiki wa milele mpaka watakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndo anaelezea pia, na watu hao wanafiki hao ndio ambao wana sifa hii, na huko mbele pia itakuja tena wa minhum na kadha na kadha katika tabia zao ambazo wanafiki walikuwa wanazo. Wallahu a'lam wa ahkam, wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Kama kuna swali jingine au hilo kama hajaeleweka, Sheikh Muhammad nadhani upo, unaweza sema chochote. Naam. Naam, nimefahamu vizuri. Nililiulizia maanake ili kwa ajili ya kustafidi wote, kwa sababu shubha kama hizi zipo kwa wengi, kwa hivyo likiwa linaelezwa hivi maanake tunapata ufahamu kwa wengi pamoja. Shukran. Shukran, barakallahu fik wa ahsanallahu ilayk, afadaka Allah bina wa afadana Allah bik.
Naam mashaikh, naona mashehe hawapo tayari kusema chochote. Tufikie hapo. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu